Hello wana wa Afrika, Ubuntu Bantu, Afrika ni watu sio manyani, na hii ni Pan-Africanism, fikra huru za Mwafrika, kauli mbiu. Tunasonga mbele katika kujua ukubwa wetu, wapi tulikosea, nani alikuwa na nguvu na kwa nini ile nguvu zikawa zimemondoka, na kwa nini yule alikuwa dhaifu akawa na nguvu. Fikra huru leo zinatupeleka moja kwa moja hadi katika mji wa maua, wanaita Addis Ababa, mji wenye maua bora. Yaani warembo, wana mabinti wazuri, ndio maana ya Addis Ababa. Leo tunaiangalia Ethiopia ya kale, Kemet, Aksum, Nubia hadi ikaja kuitwa Ethiopia. Kwa sababu Wagiriki walikuwa wanaita eneo lote hilo Ethiopia. Wakaita eneo lote hili Indian Ocean. Wakaita eneo hili lote wakaita Al-Kabulani. Eneo hili lote wakaita majina wanayotaka wao, Lende, Utaseti, Tamarei. Majina yote yanatokana na bara hili la Afrika. Ila leo tunaenda kuangalia the great nations ever katika bara la Afrika. Tunaangalia Ethiopia. Leo tunakwenda kuangalia Ethiopia kabla ya karne ya 4, wakati wa mtawala wa King Azana alipompokea Femininus na kutengeneza Ukristo. Lakini zaidi tuangalia mchakato kuwa masuala ya Ethiopia kabla ya kuingia katika Ukristo, na himaya ambayo ni utunzaji na ulinzi wa utamaduni wa eneo lako. Ustaarabu wa zama kabla ya ufalme wa Aksumu na mwingiliano wake na nchi zingine. Misingi ya kidini, kijamii kabla ya Ukristo. Jinsi Ethiopia ilivyojihifadhi kiumili katika eneo hilo. Hii ndio misingi ya leo tunayokwenda kuangalia. Historia ya Ethiopia kabla ya Yesu na Ukristo ni ndefu na ya kuvutia, ikijumuisha ustaarabu wa zamani, miliki na mwingiliano na mataifa ya nje. Kuna mambo mengi ya kuangalia, kama vile zama kabla ya ufalme wa Aksum, kabla ya karne ya 8 KK, kabla ya kuzaliwa Kristo. Hii ilikuwa ni ufalme wa kwanza unaojulikana kama eneo la Ethiopia na Eritrea ya leo. Waliunda miundombinu mikubwa kama vile sakafu za mawe humo mabondeni. Na walikuwa na uhusiano wa kibiashara na Saba au Sheba, ambayo pamoja na maeneo ya Arabia, Ugiriki pamoja na majirani zao. Wanasema waliabudu miungu mingi na Mungu wa mwezi na jua. Wa Ethiopian wa Aksum walikuwa ni watu wa Sandiski, kwa sababu mila hizi zilianza toka kale, kabla Ethiopia haijaitwa Ethiopia, wakati huo ikiwa mjumuiko wa Nubia pamoja na Kemet, Misri ya leo, Lower Egypt na Upper Egypt, yote ikijumuisha na Ethiopia na Nile Valley. Kwa hiyo tunapoongelea Kemet pamoja na Uganda ikiwa ndani, nchi zote za Afrika Mashariki zilikuwa zikijulikana kama Ethiopia, ama Kemet ama tawala ya Nubia, kwa sababu ndio tawala zilizokuwa nguvu za kina Tahaka. Tahaka mfalme huyu ni mfalme wa Nubia pamoja na Ethiopia, akina Shabaka walisi wa Tahaka. Kwa hiyo unapoongelea Ethiopia unaongelea himaya kubwa iliyogawanyika sasa vipande, vijimbo, vitaifa vidogo vidogo na makabila tofauti. Sasa imebaki kipande kidogo, ndio imebaki himaya iliyobaki ya Ethiopia, na sasa si himaya tena. Sasa ni jamhuri inayotawaliwa kwa demokrasia, kwa upigaji wa kura, hakuna ufalme. Wanaambia ushawishi wa Kiarabu wa kusini, wasafiri na wafanyakazi kutoka Arabia kama vile Sheba walileta usanifu, mfumo wa maandishi, teknolojia ya kilimo, ikisaidia kuunda misingi ya utamaduni wa Ethiopia. Kwa hiyo Ethiopia ni watu wa utamaduni miaka mingi, ni watu wanaojali mila na tamaduni zao. Hadi leo Ethiopia wanafuata kalenda yao wenyewe. Ni watu wanaojiheshimu na wanaojitambua. Hawajakuwa na haraka ya kupokea magharibi, ingawa wao ndio watu wa kwanza kupokea Ukristo karne ya 4 baada ya Kristo. Yani mwaka 1300 na kitu Ukristo kaingia Ethiopia kupitia wale waliokuwa wanasema wapita njia, wamekuja kuchota maji ya kuendelea na safari, Femininus na mwenzake. Wakamuingiza mfalme kijana wa Ethiopia katika dini ya Kikristo, na mwishowe wakachaguliwa wao kuwa makuhani pale Ethiopia. Hao ni wapita njia, na King Azana akatangaza kwamba Ukristo ndio dini ya taifa la Ethiopia
wakafuata mila za Orthodox Church, kanisa la Mashariki. Ina maana Ukristo baada ya kutangazwa na Nicea, Ukristo moja kwa moja ukabebwa kuletwa Ethiopia. Maana Nicea ilikuwa karne ya 4, mwaka 325 Konstantini akaitisha mkutano Nicea. Baada ya mkutano huu ndio ukagawanyika kati Arius pamoja na watawala wa Roma na kina Josephus, mambo yakagawanyika. Arius akaitwa msaliti, akapewa exile, akahamishwa, akapelekwa machimboni kusikojulikana, yeye na washirika wake. Elimu zao zikachomwa moto, utambulisho wao ukapotezwa, majina yao yamebaki sehemu chache. Kwa hiyo hawa ndio watu wa kwanza kupokea Ukristo kutokea maeneo ya wapi? Maeneo ya Jerusalem. Ukristo ulianza kufika Afrika kabla hujafika Ulaya. Watu wa kwanza kupokea Ukristo Ulaya Magharibi, tukisema Uingereza pamoja na Ufaransa, lakini Ukristo wa kwanza Afrika mwaka 300 na kitu, wanasema karne ya 4. Kwa hiyo kabla ya Ukristo wa Aksum walikuwa wanaabudu miungu mingi, hasa Mungu jua na Mungu mwezi. Pia kulikuwa na ushawishi wa Kiyahudi, baadhi ya watu waliingia katika Uyahudi kama vile wanaojiita Beta Israeli. Hawa Beta Israeli leo hii ndio wanaitwa mafarashi, ambao serikali haramu ya Kiyahudi ya Israeli, Wayahudi wa Ashkenaz, Khazarian Crypto Jews, ndio leo hii wamebeba utambulisho wa Uyahudi. Tuko kwenye historia ya Ethiopia, lakini imechanganyika na Ukristo ambao ulioingia karne ya 4 kupitia King Yazana pamoja na wamishionari akina Firminus. Kwa unapozungumzia Ethiopia au kuzungumzia Ukristo lazima ujumlishe na mengineyo. Kwa hiyo Beta Israeli ambao walikuwepo hapo Ethiopia wanajiita Waisraeli weusi, na hao sio wanajiita ndio original Jews, lakini leo wamekuwa watumwa, watoto wa nyumba ya Gomeri na nyumba ya Jafeti. Nyumba ya Jafeti sio nyumba ya Semitiki. Semitiki ni Hemitiki na Shem. Hawa ndio Semitiki ambao ni Black and Levantes, watu wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Ethiopia walikuwa wanafuata dini hizo, dini za Uyahudi pamoja na dini za Mungu Ra na Amen. Usanifu na maandishi, waliunda misikiti mikubwa kama vile obeliski ya Aksum. Walitumia mfumo wa maandishi ya Gizi kama baadaye ikawa lugha ya kanisa la Kiorthodoksi. Hapa nako inapatikana jambo lingine kwamba lugha ya dini ya Kiorthodoksi ilikuwa ni Gizi pale Ethiopia. Kwa hiyo watu wa dini kuwa dini zao zinaegemea katika lugha fulani. Kwanza leo Mwarabu anasema lugha ya Kiarabu ndio imebeba Ukristo. Mrumi akasema lugha ya Kikristo imebebwa na Kirumi, ukawa mvurugano. Na mimi Mtanzania Mwafrika anasema lugha za mababu, dini za mababu zimebebwa na lugha ya Kiswahili na lugha za asili za Waafrika. Kwa hiyo hapa kila mmoja atafuata cha kwake. Kwa hiyo Waethiopia wakaamua kutumia lugha ya Gizi kuingia kuendesha katika ibada zao na taratibu za dini ya Kikristo ya dhehebu la Orthodoksi, kanisa la Mashariki. Wanasema imara na udhabiti wa Ethiopia ya kale, milima na nyanda za juu ziliwapa kinga ya kiasili dhidi ya uvamizi, ikawa rahisi kudumisha utawala na utamaduni. Kwa hiyo mtu wote alikuwa anataka kuivamia Ethiopia ana kazi kubwa. Ni kama leo unavyotaka kuivamia Irani. Kama leo uende ukaivamie mataifa kama yaliyoko katika milima ya Himalaya, hutoweza kushinda kwa sababu imetengenezwa fortress ambayo imetengenezwa na creator mwenyewe. Kwa hiyo huwezi kuingia kwenye ngome kama hizi. Huwezi kupanda mlima Everest uangukie upande wa pili kwenda kupambana na wenyeji wa maeneo yale. Kabla hujapanda ripoti ishafika, na hutofika kutokana na hali ngumu ya usafiri wa kufika kule kileleni na kushuka upande wa pili. Kufika ni 5%, kifo ni 95%. Kwa hiyo Ethiopia kutokana na ulinzi wa milima, yani fortress zilizotengenezwa na Mungu mwenyewe, muumbaji mkuu. Maana nikisema muumbaji mkuu ndio mtaelewa, mkisema Mungu ni mapokeo ya wengine. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ngumu sana kuikonka Ethiopia kutokana na maeneo yake ya kijiografia.
Utawala wa mfumo wa kijamii. Wafalme wa Aksum walikuwa na mamlaka imara, walijenga miji yenye nguvu kama Aksum na Adulis. Walishirikiana na nchi za nje, lakini waliweka mipaka ya kisiasa. Hakutakiwa kuingiliwa kwenye siasa zao. Wao ukija utakuja na yako, tutapokea uliotuletea, lakini siasa yetu tuachie. Wanaita internal affair, masuala ya mambo ya ndani ya nchi. Mgeni uruhusiwi kuchangia mada katika utawala wetu, katika ibada zetu, katika mila zetu. Labda tukukaribishe nao utakuwa msikilizaji, sio mchangiaji. Hii ndio nini? Hii ndio Ethiopia, na hii ni meza huru ya Pan-Africanism, fikra huru za Mwafrika. Leo tulikuwa tunaongelea Ethiopia episode ya kwanza. Tutakwenda episode ya pili kuangalia Ethiopia imeishia wapi. Tumeishia kwa ushawishi na udumishaji wa utamaduni. Baadaye tutakuja kuangalia kabla ya kuingia kwa Ukristo, karne ya 4 BK, baada ya Kristo Yesu.